Ruto akiwashtumu wale ambao ni viongozi wa upinzani akiwa katika kaunti ya Busia na wapinzani ulimsuta wakiwa katika kaunti ya Kiambu. Na hivi ndivyo alivyomsuta. Viongozi wa upinzani wakiongozwa na Kalonzo Musyoka na Rigathi Gachagua wameweka wazi kuwa hawatoruhusu Rais William Ruto kuendelea na sasa hani madai yao mali ya umma, wakiweka wazi kuwa wataendelea kumwanika wakati wanapoona anataka kuiba mali ya Wakenya. Aidha, wamedokezea kuwa wataendelea kuangazia yanayojiri katika hospitali ya Nairobi, kwani hata hawaamini Waziri Duale kusema kuwa hospitali hiyo ni ya kibinafsi, kwani wanaweza kuwa na njama fiche. Alikuwa amepanga kuiba Nairobi Hospital, tukamwanika. Hiyo imepotea. Amekasirika. Yeye wanasema ati ni injury time, ati wachukue kila kitu ya Kenya. Mpaka hii Kenya, huyu mtu akirudi atauza Kenya. So mimi mkinipatia ruhusa, sitaki kufanya kazi nyingine sasa. Ni kunusa nusa. Nikisikia kuna kitu amepanga kuiba, natangaza. Na nyinyi mnachukua kelele. Kama leo mawakili, madaktari wamepiga kelele. Mpaka Duale amesema ati Nairobi Hospital ni private. Sasa hiyo Kasongo amewachana naye, tumeokoa Nairobi Hospital. Amelia. Hakuna mali ingine utaiba ya Kenya. What you have stolen is enough. And William Ruto, wewe umezoea uongo. Can you make up your mind why you betrayed Rigathi Gachagua at the mountain? Because you keep on giving reasons, different reasons every day depending on where you are. Siku ulitaka kunifukuza, uliita Wakalejin, ukaambia ati nataka kupindua serikali yako tukiwa na Gen Z. Out. Chris Bichage has even been the board chair and he left a year ago. Mimi mwenyewe nilipitia Pangani Hospital kabla ya kwenda Ithanga jana, and I found him there. Akasema wazi, aliambiwa na arresting officer kwamba rais wa jamhuri ndiye amesema akamatwe, adhibiwe. Na tuliweka wazi ambayo yanadhihirika kwa hospitali yenye hospitali ya fahari kubwa sana, sio tu kwa nchi yetu bali pia kwa eneo nzima hili. Hata we have a president ambaye ile tamaa konayo ya mali ya shamba, na sasa tumeanza kuwa convinced ya kwamba Ruto has realized this one-term issue we've been talking about, he is actually going to be a one-term president. So in 5 years, William Ruto wants to be richer than Kenyatta Jomo aliyekuwa president 15 years, than Uhuru Kenyatta alikuwa president 10 years.